Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11. Tutaanza na siri ya kwanza. Ripoti ya Petro kwa kanisa katika Yerusalemu. Basi mitume na ndugu waliokuwako katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa nao wamelipokea neno la Mungu. Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio watohala wakashindana naye, wakisema, uliingia kwa watu wasiotahiliwa ukala nao. Petro akaanza kueleza kwa utaratibu, akasema, nalikuwa katika mji wa Yafa, nikaomba roho yangu ikazimia, nikaona maono, chombo kinashuka kama nguo kubwa inatelemshwa kutoka mbinguni kwa pembe zake 4, kikanifikiria. Nikakitazama sana, nikifikiria, nikaona wanyama wa nchi wenye miguu 4 na wanyama wa mwituni nao watambaao na ndege wa angani. Nikasikia na sauti ikiniambia, ondoka Petro, ukachinje ule. Nikasema, hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu au kilicho najisi hakijaingia kabisa kinywani mwangu. Sauti kanijibu mara ya pili kutoka mbinguni, alivyovitakasa Mungu usivinene wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3, kisha vitu vyote vikavutwa tena juu mbinguni. Na tazama, mara hiyo watu 3 wakasimama mbele ya nyumba tuliyokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Roho akaniambia nifuatane nao, nisione tashwishwi. Ndugu hawa 6 nao wakaenda pamoja nami, tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro, atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana, jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji kweli, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Waliposikia maneno haya wakanyamaza, wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba liletalo uzima. Nini cha kujifunza hapa? Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya ulimwengu. Yesu Kristo alikuja juu ya mataifa yote. Yesu Kristo alikuja juu ya dunia yote na nchi zote. Hapa tunashuhudiwa Petro bado alikuwa na elementi za kidini, za kitolati, za ubaguzi kati ya mataifa, lakini bado Mungu aliendelea kumfundisha kwa kutumia maono na kumwambia usikiite najisi kilichotakaswa. Tunafundishwa nini hapa? Tunafundishwa mambo mawili mazuri. La kwanza, chakula kilichotakaswa na Mungu usikiite najisi. Lakini jambo la pili, watu waliotakaswa na Mungu usiwaite najisi. Maana yake ni nini? Kuna watu wamejihesabia haki mpaka dakika hii,
Asa wenzetu wanabagua vyakula, vingine wanasema hivi vimeandikwa katika Agano la Kale, vina magamba, vina nini. Hayo yote yalishapitwa katika Agano la Kale. Yesu aliposhuka, alishuka akatakasa vyote. Alivaa udhaifu, alivaa kila roho zilizokuwa zimenenewa katika Agano la Kale, akavitakasa na akasema tukimwamini yeye, vyovyote tutakavyokula, hata vyenye sumu kabisa, lakini akatupa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Ni jambo la hali ya juu sana. Jambo linalotakiwa kufanyika ni kumwamini Yesu Kristo kwa kiwango kikubwa, ili tuweze kufanya mambo makubwa, hata yale mengine ambayo aliweza kuyafanya yeye, na hata mengine ambayo alisema tutaweza kuhamisha hata mlima. Lakini kitu kingine cha kujifunza hapa, ubatizo wa Yohana Mbatizaji ulikuwa ni wa maji na toba, lakini ubatizo wa Yesu Kristo ulikuwa ni wa Roho Mtakatifu na moto. Hapa tunashuhudiwa Yesu Kristo alikuwa anatenda kazi na watu wake, huku akiwa katika kiti chake cha enzi mbinguni, bado anaachilia Roho Mtakatifu. Kila sehemu alipoenda alishuka kwa uwezo wa nguvu na kuweza kuwapiga alama ya Roho Mtakatifu. Watu wakanena matendo makuu kudhibitisha kwamba yu hai, bado anatenda kazi hata dakika hii. Siri ya pili, kanisa la Antiokia. Basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi yao walikuwa watu wa Kipro na Kilene, nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema ya Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Siku zizo hizo manabii walitelemka kutoka Yerusalemu hata Antiokia, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo ikatukia katika siku za Klaudio. Na wale wanafunzi kila mmoja kwa kadri ya alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya vivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Nini tunafundishwa hapa? Kitu cha kwanza kabisa tunachofundishwa kwamba wana wa Mungu walipitia changamoto nyingi sana. Walishuhudia wenzao wanachinjwa kama nyama, wanachinjwa kama mbuzi wa kuliwa, lakini bado hawakukata tamaa. Sisi wa leo tunafanya uzembe. Kwa sababu gani? Wenzetu hili neno tunalolisoma hivi wamelilipia gharama kubwa sana, damu ilimwagika, lakini bado hawakukata tamaa. Waliendelea kulipeleka neno na likafanikisha kupanua wigo mpaka sasa hivi tunahubiriwa sisi huku, watu tulioko mbali. Nini tunafundishwa? Mungu anafanya kazi mpaka sasa hivi. Yesu alipopaa hakutulia mpaka sasa. Zaidi ya miaka 2000 hii amepigana vita katika ulimwengu wa roho. Amepigana vita katika ulimwengu wa roho. Anazidi kuponya watu,
Tunashuhudiwa hapa, watu walikuwa wananena matendo makuu, wakishuhudia majira yatakayokuja, na yakawa. Bado majira yale wakayatumia kama fursa, wakawapa msaada watu waliopitia changamoto. Mungu akatukuzwa. Tunafundishwa kwamba Mungu yupo, Yesu yupo, bado anatenda kazi. Nini kifanyike? Mwamini Yesu, acha dhambi, tii sheria yake, shika agano lake, upate kupona. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.